ili kuwasaidia ambao labda hawajasoma lile maandishi niliyoandika. Naomba nisimulie kidogo juu ya hiyo historia ya mchakato wa hoja ya wanawake kuamliwa katika daraja takatifu la ushemasi na ukasisi. Sio kwamba ni hoja ya muda mfupi, wala sio kwamba sasa ndio inajadiliwa. Hoja hii imejadiliwa katika kanisa hapa duniani kwa ujumla wake kwa miaka mingi. Kanisa Anglikano ulimwenguni limejadili kwa kina katika mikutano na makongamano yake mengi kwa siku nyingi, wakizungumzia ordination of women in the Anglican Communion. Kwenye primates meetings, Lambeth Conference, Anglican Consultative Council Bishops meetings, ya ordination ya wanawake imekuwa ni hoja ambayo imejadiliwa sana, mara nyingi sana. Kwa mfano mwaka 2010 tulikuwa na diocese 28 tulikuwa na majimbo 28 kati ya majimbo 38 ya Anglikana ambayo tayari yalikubali huduma ya wanawake kuwa makasisi, na madiocese 17 yaliondoa vikwazo vyovyote vile kwa huduma ya wanawake kuwa maaskofu. Katika kanisa Anglikana Tanzania hoja hii ilishajadiliwa sana, hata ikawekewa msimamo kwa hoja hii kwenye madiocese mbalimbali. Diocese kwa mfano ya kwetu na madiocese mengine walishirikishwa makasisi waumini wote katika kutafakari na hatimaye kuweka msimamo. Sasa hoja hii ilishazungumzwa sana, na kwenye kanisa kwa mfano ni miaka mingi yako madiocese yalishakubali wanawake. Kwa mfano diocese moja wapo ilimwamuru Kasisi Florence Lee Tim Oy, ambaye aliamliwa mwaka 1944 na Askofu Ronald Hall wa Victoria, Hong Kong, China. Mwaka 1944 hiyo diocese ilisha amru ya Victoria, Hong Kong iliamuru tayari mwanamke. Mwaka 1971 Jane Huang na Joyce Barnett waliamuliwa kuwa makasisi na Askofu Gilbert Baker. Mwaka 1974 wanawake 11 waliamuliwa kuwa makasisi huko Philadelphia na Pennsylvania, USA. Mwaka 1975 wanawake 4 waliamuliwa huko Washington. 4 waliamuliwa huko Washington DC. Mwaka 1975 sinodi ya Canada ilikubali wanawake waamliwe, na wanawake 6 waliamliwa. Mwaka 1992 Church of England waliidhinisha wanawake waamliwe, na mwaka 1994 waliwaamuru wanawake kuwa makasisi. Sasa hiyo ndio Uingereza, ni mwaka 1994. Lambeth Conference katika mkutano wake wa mwaka 1968 mpaka 1970 na ule wa 1978 walikuwa wanajadili hoja hii, na wakaweka mkwazo kwamba jambo hili liwe linajadiliwa katika majimbo, yani provinces zote. Katika kanisa Anglikana Tanzania, kikao cha kamati ya theolojia na imani ya jimbo kilichofanyika Dodoma tarehe 26 Machi kiliwaagiza Reverend Canon Benedict Kasigala. Huyu sasa Mungu alimtwaa, amepumzika. Alikuwa ni wa diocese ya Western Tanganyika DWT, na wakati huo Reverend Canon John
Simalenga, baadaye akiwa askofu wa Southwest Tanganyika. Huyu naye akiwa kanoni, akiwa kasisi na kanoni, walipewa jukumu la kuandika, kuchanganua hoja ya kuamliwa kwa wanawake kuwa wachungaji ili kuamsha dhamiri za waumini wa kanisa Anglikana Tanzania. Kanoni Kasigala aliandika mada yenye kurasa 8 iliyohusu juu ya kuamliwa wanawake kuwa wachungaji. Wakati huo kasisi kanoni Simalenga yaliandika kurasa 9 mada iliyokuwa na kichwa juu ya kuamliwa wanawake kwa huduma takatifu. Na wajibu wao ulikuwa kuamsha dhamiri za watu wa Kristo wa kanisa Anglikana Tanzania katika mawazo hayo ya mwanamke kuamliwa katika daraja takatifu. Sinodi ya jimbo iliyokutana Dodoma tarehe 12 hadi 14 Novemba 1996, ambayo na mimi nilihudhuria, ilipokea mada hizo na kuagiza zitumwe kwa makasisi jimbo zima na makasisi wa washirikishi waumini wote ili watoe maoni yao juu ya hoja ya kuamliwa wanawake katika huduma ya uchungaji, na maoni ya waumini yapelekwe katika sinodi za madayosisi kujadiliwa na baadaye yapelekwe jimbo. Kwa hiyo kwa mfano dayosisi yetu ya Morogoro yenyewe nayo ilipokea hizo mada zilizoandikwa 2 na ilizisambaza kwa makasisi katika parishi zote, na naamini jimbo zima kila dayosisi walipewa wakasambaza. Na Morogoro katika sinodi ya mwaka 1998, sinodi ya 9 ya dayosisi ya Morogoro iliyofanyika kanisa la Mariamu Mtakatifu Berega, katika mkutano wa siku hizo 3 tarehe 6 Novemba saa 5 asubuhi, hoja iliwasilishwa, na katika majadiliano ilionekana kumbe walei wengi walikuwa hawakushirikishwa zile mada zilizotoka jimbo. Hivyo azimio liliwekwa kama ifuatavyo, na nukuu: kwa kuwa walei hawakushirikishwa na kutoa maoni yao, sinodi inaruhusu halmashauri ya dayosisi ishughulikie hoja hii baada ya walei kuhusishwa. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo halmashauri ya dayosisi ilianza kushughulikia hoja hiyo iliyokasimiwa na sinodi. Katika kikao cha halmashauri ya dayosisi ya Morogoro kilichofanyika tarehe 25 hadi 26 Februari 1999, halmashauri iliagiza makasisi wote waandikiwe barua ili wawashirikishe walei wajadili hoja ya kuamliwa wanawake kuwa wachungaji na kuwa wachungaji ni kwa daraja takatifu la ushemasi na ukasisi. Na makasisi hawakutakiwa kuongoza hoja hiyo, majadiliano hayo, bali walei walichagua mwenyekiti na katibu wao ili kuongoza majadiliano yao. Parishi zilijadili na kupeleka mawazo ya waumini kwenye halmashauri ya dayosisi. Katika maoni yaliyotoka katika parishi nyingi zilisema wakati bado, tuvute subira, tumsikilize Roho juu ya jambo hili, Roho Mtakatifu juu ya jambo hili, tuache wengine waanze, tujifunze kwao, na wengine walikataa. Parishi chache hazikuleta maoni. Dayosisi yetu ilipeleka mawazo yaliyopokelewa na yaliyopitishwa kwenye sinodi huko jimbo. Sasa jimbo, hoja ya kuamliwa wanawake yenyewe inahusu imani na taratibu, na kwa msingi huo ni hoja ambayo ilihitaji makubaliano ya jimbo zima. Hivyo sinodi ya 11 ya jimbo iliyofanyika katika ukumbi wa CCT Dodoma tarehe 27 mpaka 29 Oktoba 1999, katika agenda namba 25 ya mwaka 1999, katibu mkuu aliwasilisha agenda ambayo ilikuwa ni mara ya pili kuletwa. Wajumbe walijadili hoja hiyo kwa nyumba, na kisha sinodi ikatoa maamuzi au msimamo wa jimbo juu ya hoja hii. Sasa taarifa, yani watu walipewa kila nyumba wakajadili peke yao. Kwa nyumba ya makasisi walikuwa 27, 14 walisema hapana, na 11 walisema wakati bado, na kasisi mmoja alikuwa neutral, hakukataa wala hakukubali, na mmoja aliguna.
Nyumba ya walei walisema kwa vile suala hili na mgogoro, sinodi itamke madayosisi yaliyo tayari yaendelee na yale yasiyo tayari yaache. Nyumba ya maaskofu walikuwa 11 wakati ule. Walisema walio wengi, jimbo haliko tayari kuwawekea wanawake kuwa mashemasi na makasisi. Hata hivyo, kwa wale walio tayari waendelee, isipokuwa wawekewe utaratibu wa kanuni za kufuatwa ili kutekeleza jambo hili. Maaskofu 5 walipiga kula, maaskofu 5 walisema hapana. Maaskofu 5 walisema wakati bado. Askofu mmoja alisema ndio. Bila shaka utaelewa huyu askofu alikuwa ni nani, kwa sababu huyu ndiye alikuwa ameleta changamoto kubwa. Kama atakumbukwa katika jimbo la Tanzania, yeye basi ndio askofu wa kwanza aliyechochea sana hata madayosisi mengine kuanza kuweka wanawake, kuwakubali wanawake katika daraja takatifu. Kwa hiyo sinodi ya jimbo iliunda kamati ya kutengeneza tamko la sinodi kuhusu hoja hiyo ya kuamuru wanawake kuwa makasisi. Msimamo wa kanisa Anglikana Tanzania kuhusu kuamuru wanawake kuwa wachungaji, azimio lilikuwa hivi: kwa kuwa sehemu kubwa ya jimbo bado haijakubali kuamuru wanawake kuwa mashemasi na makasisi, na kwa kuwa kuna dayosisi iliyo tayari, maana yake hiyo dayosisi ilikuwa DCT, sinodi inaagiza kwamba dayosisi iliyo tayari inaweza kuwaamuru wanawake kuwa makasisi na mashemasi kwa kufuata utaratibu utakaowekwa na nyumba ya maaskofu. Na hili nalo tamko lilipigiwa kura. Matokeo yalikuwa kama ifuatavyo: waliosema ndio 42, waliosema hapana 3, wasiokuwa upande wote 6. Wajumbe walikuwa 51. Hivyo ndivyo ilivyopitishwa tamko hilo, na huo ndio msimamo wa kanisa Anglikana Tanzania kuhusu wanawake kuamriwa katika huduma ya ushemasi na ukasisi. Niishie hapa kwanza kwa leo. Nitaendelea baadaye na historia ilivyoendelea.